hali ya sintofahamu imeibuka katika familia ya Philipo Zakaria, mkazi wa mtaa wa Nsemlwa katika manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, baada ya kaburi la kijana wao aliyefariki dunia na kuzikwa mwaka 2012 kufukuliwa na watu wasiojulikana, huku mabaki ya mwili wake yakidaiwa kuondolewa. Kwa mujibu wa familia hiyo, marehemu alifariki dunia mwaka 2012 kufuatia ajali ya pikipiki na kuzikwa katika eneo hilo. Hata hivyo, wameeleza kushtushwa na tukio hilo baada ya kaburi lake kukutwa likiwa limefukuliwa na mabaki ya mwili wake kutoweka. Wakizungumzia kuhusu tukio hilo, baadhi ya ndugu wa marehemu akiwemo mjomba wake, mama mzazi pamoja na mdogo wake wameeleza masikitiko yao na kulaani kitendo hicho, wakidai kuwa kimewaongezea maumivu makubwa ya kumpoteza ndugu yao. Vitendo vya jinsi hii vinaumiza, maana tayari tumerudishwa mwanzo kabisa wa kifo cha marehemu. Marehemu alikufa kwa tukio la ajali, yani jinsi ilivyokuwa imerudi upya kama vile ndo kafa leo. Kwa hiyo nawaomba wale walioshiriki kufanya hili, kama watalisikia, kwa sisi wanafamilia tumeumia pakubwa, na hasa aliyefanya kama ataona ashuhudie kwamba kweli ndugu wameshaona, wameshajua, basi ajifunze kwamba sio vizuri. Nashangaa ni kitu gani ambacho kimesababisha tena kuja kufukua kaburi la mwanangu, na mbaya zaidi na kubeba hadi mifupa ya mwanangu. Kwa mpaka sasa najiuliza ni kwa nini. Naomba serikali inisaidie kwa kitendo kama hiki. Tulikuwa tumekuja kumsalimia mwenzetu aliyokuwa ametangulia kama familia, maana tulikuwa tumekusanyika, tumetoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya tukio, alikuwa kuja kwa ajili ya kujengelea makaburi mengine ya wapendwa wenzetu. Tukaona sio vema kwenda kule bila kufika na hapa tuje kupaona na nyumba ya mwenzetu. Tunafika asubuhi ndio tukakuta tukio kama hili limetokea. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, mwenyekiti wa mtaa wa Nsemlwa Emily Robert amesema tukio hilo limetokea usiku wa kuamkia Jumamosi na kutoa wito kwa wananchi kuachana na imani potofu zinazoweza kuchochea vitendo vya uvunjifu wa amani. Kwa kaburi lilikuwa limechimbwa kuanzia hapa huku, lilichimbwa hapa mpaka likaenda likakutwa sanduku la mwili wa marehemu likavunjwa, na baada ya kuvunjwa basi sanduku ile lilikuwa limesambazwa mle ndani. Sasa sijajua kwamba ni kitu gani ambacho alichukua, lakini tulihisi manake hatukuona hata mafuvu wala mifupa ya mwili wa marehemu uliokuwa mle. Kwa hiyo tukahisi labda pengine ndio vitu ambavyo vilikuwa vimechukuliwa. Na baada ya hapo tulitoa taarifa kituo cha polisi, polisi wakaja wakashuhudia, na mwisho wa siku wakaruhusu basi utaratibu wa kurudisha kama jinsi ilivyokuwa ufanyike, kwa maana ya kulifikia. Hii tabia iliyojitokeza kwa mtaa wa Nsemlwa haiko vizuri, haipendezi, na kama labda pengine ni watu wageni wamekuja na imani zao kutoka huko sehemu walikotoka mbalimbali, wanakuja kutufanyia vitu vya namna hii, hatupendi. Lakini bado nilisema kwamba hili zoezi ni zoezi ambalo ni hatarishi, kwa sababu kama mtu unaanza kwenda kwa unafanya tabia za watu ambao wamepumzishwa kwenye malalo kama hayo, unaenda unachimba, siku ukapata bahati mbaya watu wakakukamata au wakakukuta, hawezi kuacha salama. Kwa hiyo nikataka nitoe tu rai kwamba kwa wananchi ambao labda pengine wanakuwa na akili ya kuamini vitu ambavyo labda pengine sio vya kimsingi sana, kama ni masuala sijui ya madawa ya kishirikina vitu gani, basi nilisema kwamba tabia hiyo imekoma. Hatupendi tena tukasikia labda pengine kwamba tabia namna hii inajitokeza. Kwa hiyo watu wachukue tahadhari, na kwamba sasa tutakuwa makini kuangalia mazingira ya usalama wa huko, kwamba usije kupata bahati mbaya ukakutwa. Kwa hiyo waache kabisa. Yaani tabia hiyo imekuwa ndio mwanzo na mwisho. Rai yangu ni kwamba wananchi tuangalie, tufanye shughuli ambazo ni halali. Kama ni malengo ya kupata vipato tupate kwa uhalali, ila sio kwa kufanya vitu vya namna hii kwamba eti baadaye vitakuletea tija utapata mali. Hapana. Kwa mujibu wa mwenyekiti huyo, matukio ya uhalifu yamekuwa yakitokea mara kwa mara katika eneo hilo, huku baadhi yake yakihusishwa na imani za kishirikina. Amesema mamlaka husika zinaendelea kufuatilia tukio hilo ili kubaini waliohusika na kuchukuliwa hatua za kisheria.